Bwana, baada ya Azizi Ki kuweza kuongeza mwanamke wa pili, ameweza kufunguka mambo mengi akisema kwamba najua kuna baadhi ya watu wataumizwa na hili, lakini sina budi kuweza kuweka wazi hili jambo kwa sababu watu wengi wamekuwa wakinicheki DM na kunilalamikia sana kwa nini umwache Hamisa Mobeto, lakini kitu ambacho msichokijua kwenye haya maisha ya binadamu, tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana na tusipoweza kutatua hizi changamoto mapema basi zitakuja kutuathiri kabla mambo huko mbele hayajaharibika. Nataka kukiri na kusema kwamba kwa yoyote ambaye niliyeweza kumkosea kwa namna moja ama nyingine, kwa mimi kuweza kufanya maamuzi ya kuweza kuoa mke wa pili, basi naomba niwie radhi kwa sababu haya ni maisha yangu. Pia natamani kuweza kuona nikijitengenezea furaha mimi kama mimi na sio kutengeneza furaha kwa watu wengine. Nimeona komenti za wengi waliweza kuzungumza mengi na kusema kwamba mimi ni mwanaume ambaye sina msimamo, sawa, lakini mnatakiwa kuweza kuangalia upande wa pili na mnatakiwa kuweza kutambua kwamba hiki kinachoendelea sasa ni halali ama si halali, kwa sababu nimekuwa nikitupiwa mawe na kuambiwa kwamba mimi nilifuata maslahi kwa bibiye Hamisa Mobeto, lakini kitu ambacho msichoweza kukijua ni kwamba mimi ni moja kati ya mwanaume ambaye natamani kuweza kupata mwanamke ambaye mwenye akili na maadili na mwenye kuniheshimu pia, lakini Hamisa Mobeto hiyo hakuwa nayo, bali alinichukulia madhaifu yangu kama udhaifu wangu, lakini binafsi sikukata tamaa, lakini nilijaribu kumwelekeza kadri siku zinavyozidi kwenda, lakini bado nilionekana mjinga na mpumbavu kwake na kuonekana king'ang'a. Hili jambo limeniuma na limenihuzunisha sana kwa sababu kuna mambo mengi yamekuwa yakitokea katika maisha yangu. Natamani kuweza kufikia malengo makubwa ambayo niliweza kujiwekea, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mambo ambavyo yanazidi kubadilika katika maisha yangu. Natamani hata siku moja niweze kuongea mengi kuhusiana na haya ambayo yanayonisibu, lakini sina namna, ila naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kila kitu kitakwenda kuwa sawa, kwani kuna vitu vingi vimekuwa vikitokea katika maisha, hivyo naamini hii ni moja wapo ya changamoto katika maisha yangu. Ila kwa upande wa Hamisa Mobeto amenikosea sana na pia sio mwanamke bora kwa upande wangu. Kwa hivyo ndugu jamaa na marafiki, mtanisamehe, kwani mimi napenda mwanamke ambaye mwenye kuniheshimu na kujali heshima yangu kama mwanamume, lakini pale ambapo naona kuna mambo yanaenda tofauti, ambapo mimi mwenyewe naona kuna kitu ambacho hakiko sawa, siwezi kuweza kukalia kimya, kwa sababu mimi ni mwanaume alijali na anajielewa na pia anajitambua. Hivi sitaki kabisa kuweza kuona haya ambayo yanayoendelea, kwa sababu mimi ni bora na natamani kuweza kuona hata mwanamke ambaye niliyokuwa naye akawa bora zaidi ya vile ambavyo mimi ninavyofikiri, kwa sababu naona kuna wengi wanaoa wanawake kwa ajili ya maslahi yao binafsi, ila mimi binafsi nitapambana kuweza kuhakikisha kila kitu kinakwenda kuwa sawa kwa upande wa bibiye Hamisa Mobeto. Haijalishi kuweza kuoa mke wa pili, basi nitamfanya aendelee kuwa mtumwa katika penzi langu, ila ninaamini kuna kitu atakuwa akajifunza katika hili, kwa sababu kuna mambo mengi yameweza kutokea katikati yao, ila naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kila kitu kitakwenda kuwa sawa. Bwana, ndio kama hivyo ambavyo alivyoweza kuzungumza Azizi Ki, na ameweza kukiri na kuomba radhi kwa kila mtu ambaye aliyeweza kumkosea.